Yes, karibu kwa mara nyingine tena katika mfululizo wa masomo yetu haya ya ujasiriamali. Leo tutajifunza namna ya kuweza kutengeneza sabuni ya unga. Kikubwa usika na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa namna gani ya kuweza kutengeneza sabuni hii ya unga. Katika kutengeneza sabuni hii ya unga huwa kuna mahitaji ambayo ni muhimu kabisa uweze kuzingatia. Namba moja ni lazima uweze kuwa na soda ash light. Kama inavyoonekana hapo nilivyokuandikia hapo. Soda ash light ni lazima uweze kuwa nayo. Namba mbili, lazima uweze kuwa na sodium sulfate. Hii ni muhimu kabisa katika swala zima la utengenezaji wa sabuni hii. Namba tatu, lazima uweze kuwa na silesi kama inavyoonekana hapo katika picha. Endelea kutazama na kisha utaweza kujifunza na kutengeneza kwa vitendo moja kwa moja. Namba 4 ambayo ni lazima uweze kuwa nayo ni sulfonic acid. Sulfonic acid ni muhimu kabisa ili uweze kupata sabuni ambayo ni nzuri na iweze kuwa na povu lililo safi kabisa. Lakini pia ni lazima uweze kuwa na perfume ambayo ni namba 5. Lazima uweze kuwa na perfume. Perfume ni kwa ajili ya kuweza kupata manukato mazuri. Lakini pia lazima uweze kuwa na chombo cha kuweza kukorogea sabuni yako. Zingatia uvaaji wa barakoa na gloves wakati ule unapotengeneza ama kushika kemikali. Hatua ya kwanza ya utengenezaji. Chukua soda ash light, weka kwenye chombo chako ambacho ni cha kukorogea. Hakikisha unaweka yote soda ash light katika chombo chako hicho. Baada ya kumaliza kuweka soda ash light katika chombo chako hicho, chukua sodium sulfate weka. Ndugu mtazamaji wa Mwanga One TV, weka hiyo sodium sulfate yote. Hakikisha unakung'uta inaisha yote. Usipendelee kubakiza kemikali katika mfuko. Unapokuwa unaweka yote. Baada ya kumaliza kuweka, anza kuchanganya sasa kwa kutumia mwiko kama unavyoona hapo. Lakini baada ya kuchanganya kwa kutumia mwiko, inawezekana ikawa isichanganyikane vizuri. Hakikisha umevaa gloves ngumu. Gloves ngumu zinapatikana katika maduka ya ujenzi. Niliwahi kufundisha gloves ngumu na kuonesha jinsi gani gloves ngumu zilivyo. Kama unakumbuka au kama wewe ni mfuatiliaji wa video zangu, utakumbuka kwenye video ile ya utengenezaji wa sabuni ya mche. Utakumbuka kwamba tulitumia gloves za namna gani. Kwa hiyo hakikisha unachanganya na inachanganyikana yote vizuri. Kisha mimina silesi. Hakikisha unamimina silesi. Baada ya kumaliza kumimina silesi yako, basi anza kuchanganya. Changanya hadi uone imechanganyikana vizuri kabisa. Yaani uhakikishe imechanganyikana vizuri. Hii sabuni ni nzuri kama tutaitengeneza vizuri. Ni sabuni ambayo ina povu la kutosha. Kama nilivyokuambia kwamba jifunze na mimi na utazame video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mwishoni tutaenda kuonesha nguvu ya sabuni hii na namna gani inaweza kufanya kazi katika maji na namna gani inaweza kufua nguo ama kufanyia hitaji lako ambalo unahitaji kwa ajili ya kutumia sabuni hii ya unga kwa ufanisi wa hali ya juu. Endelea kutazama na kujifunza kwa kina zaidi kupitia video hii. Unaweza ukapitisha mkono pia ili uhakikishe kwamba imechanganyikana vizuri na kusiwe na mabonge yoyote yale katika sabuni yako. Hii ni sabuni ya unga tunayotengeneza kwa siku ya leo, na ni sabuni ambayo ni nzuri na ni sabuni inayofanya kazi vizuri sana sokoni. Japo kuna baadhi ya watu wanahitaji sabuni ya maji ya kufulia, lakini pia kuna baadhi ya watu wanahitaji sabuni ya unga kwa ajili ya kutumia ama kufulia. Hiyo ni sabuni ambayo ni nzuri. Sabuni hii ikiwa ni laini kabisa huwa inafanya vizuri. Utakapoitengeneza vizuri kwa laini, itakuwa ina povu kubwa. Hapa itakuwa haina chenga kama vile sabuni zingine unavyoziona zinavyokuwa zina chenga. Lakini pia ni kuibie siri, ndugu mfuatiliaji wa Mwanga One TV na mwanafunzi wangu wa darasa hili la ujasiriamali upande wa elimu na maarifa. Baadhi ya watu wanaogopa kujifunza wanapoombwa kiasi kidogo kwa ajili ya kuwezesha mafunzo haya, wanaogopa. Ila unapojifunza kwa kutoa kiasi hicho kidogo, unaweka elimu hiyo uliyoiweka wewe kichwani kwako ama maarifa haya ni mpaka pale utakapokufa mwenyewe, ndio utakufa na maarifa yako. Kisha weka sulfonic acid. Weka kwa kiasi kidogo kama inavyoonekana hapo katika video yetu, na baada ya kumaliza kuweka, hakikisha unaweza kuchanganya na inaweza kuchanganyikana vizuri. Ili sabuni yako iweze kung'arisha na kuweka povu la kutosha, ni lazima uhakikishe unaweza kuzingatia kuweka hiyo sulfonic acid ambayo ni ya muhimu kabisa katika bidhaa yetu
ya sabuni hii ya unga. Ndugu zangu, msianze kuwaza sana kuhusiana na formula tuliyotumia kwa siku ya leo. Formula hii ni tofauti na formula ambayo iko kwenye kitabu chetu cha ujasiriamali, ambacho kitabu kinajulikana kwa jina la Ujasiriamali na Mafanikio. Na kama unahitaji formula kwa ajili ya kutengeneza sabuni ya unga, hakikisha unawasiliana nasi kwa WhatsApp namba iliyopo hapo chini ya screen yako. Hatua inayofuata ni uwekaji wa perfume. Hakikisha unaweka perfume yako katika sabuni yako. Perfume ni kwa ajili ya kuifanya sabuni yako iweze kuwa inanukia au sabuni yako iweze kunukia vizuri. Tunajua katika utengenezaji wa sabuni ni muhimu kuweka perfume. Unapomaliza kuweka perfume, hakikisha unaweza kuchanganya na uchanganye mpaka uhakikishe kwamba inachanganyikana vizuri. Kumbuka hii ni sabuni ya unga, ni tofauti na sabuni zingine zozote zile za maji ama sabuni ya mche. Sabuni ya unga usipochanganya vizuri na perfume yako ikaenea pote, ni ngumu kuonekana kwamba kuna perfume kwenye sabuni. Hakikisha unachanganya na inachanganyikana pote na sabuni yako iweze kunukia, ili hata kama mtu akitumia katika kufulia, basi nguo zake ziweze kubaki na manukato fulani hivi kwenye nguo, iweze kunukia vizuri na kuacha nguo ikiwa inanukia safi kabisa. Kwa hiyo changanya hadi uhakikishe kwamba imeweza kuchanganyikana vizuri. Kumbuka kila unapoweka kemikali hakikisha unachanganya na inaweza kuchanganyikana vizuri. Hatua inayofuata, hakikisha unaweza kusambaza sabuni yako na unaweza kuianika juani hadi iweze kukauka vizuri. Zingatia unapoanika pasiwe na upepo mkali, maana ukiwa na upepo mkali sabuni yako itapeperuka, lakini pia hata manukato yatapungua. Kwa hiyo hakikisha unapoweka pasiwe na upepo mkali, lakini pia hakikisha unaigeuza kwa mara nyingine tena baada ya muda fulani kupita, ili uweze kukauka yote vizuri. Baada ya kukauka, basi sabuni yako itakuwa iko tayari. Ambacho unatakiwa ukifanya, utaweka katika kifungashio chako ambacho ni kisafi na ambacho hakina unyevunyevu. Lakini pia unaweza kuhifadhi katika vifaa vyako vya nyumbani, maana sabuni yako itakuwa iko tayari kabisa kwa matumizi. Sasa hadi hapo sabuni yetu inakuwa tumekamilisha katika swala zima la utengenezaji wa sabuni ya unga. Kwa hiyo hatua inayofuata hapa, ngoja tukuoneshe namna gani sabuni hii jinsi ilivyo na povu na inavyoweza kufanya kazi vizuri na jinsi ilivyo na nguvu. Utaona hapo katika video. Sitaki niwe mzungumzaji sana, lakini tazama video hii katika sehemu hii ambapo tunaenda kufanya jaribio la sabuni yetu. Kama unavyoona hapo katika video, tumeweka kijiko kimoja tu cha kulia chakula, na kijiko hicho tulichoweka tukawa tumeweka maji, na umeona jinsi gani ilivyo na povu jingi sabuni hii. Sabuni hii ni sabuni ambayo ni nzuri kabisa. Ni sabuni kwanza ambayo haiwezi kapausha nguo zako, zinabaki safi kabisa bila kupayuka na zinabaki kwenye ubora wa hali ya juu. Nadhani umeona. Lakini pia ni kusii, kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, hakikisha unaweza kusubscribe kisha unaruhusu alama ya kengele ili kila tutakapotoa taarifa zetu uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Jina langu ni Cassius Mwanga. Usisahau kutufuatia katika vipindi vyetu vijavyo. Tutaonana wakati mwingine.